Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV, karibu tuzungumze na tuyachakate yale yote yanayoendelea kujili kwenye ulimwengu wa soka la kimichezo hapa Tanzania. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi nakusihi kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata habari muda wote za michezo kutokea ZTV. Na klabu ya Simba imethibitisha kukamilisha usajili wa mlinzi wa kati Ismail Oliver tua kutokea kule FC Banyasi ya Falme za Kiarabu kwa mkataba wa miaka miwili. Na Ismail mwenye umri wa miaka 28, raia wa Ivory Coast, ni mchezaji mwenye uzoefu wa soka la Afrika. Ameshiriki ligi ya mabingwa Afrika akiwa na ASEC Mimosa. Na ifahamu historia fupi kuhusiana na maisha ya soka ya mchezaji huyu Ismail ambaye amesajiliwa katika klabu hiyo ya Simba. Na Ismail Toure alizaliwa Afrika Magharibi, yani Ivory Coast, na alianza safari yake ya soka akiwa bado mdogo, akionyesha uwezo mkubwa wa ulinzi, nguvu ya mwili, nidhamu ya kiufundi, uwezo mzuri wa kusoma mchezo. Vipaji hivyo vilimsaidia kupata nafasi katika klabu mbalimbali nje ya nchi yake, ambako alipata uzoefu muhimu wa soka la kulipwa na ushindani wa kimataifa. Katika kipindi cha taaluma yake, Toure amejijengea sifa kama beki anayecheza kwa utulivu, nguvu na umakini mkubwa, akiwa mzuri katika kuzuia mipira ya juu, kukaba kwa wakati na kuongeza safu ya ulinzi. Uzoefu wake wa kuongeza safu ya ulinzi, uzoefu wake wa kucheza katika ligi tofauti tofauti ulimsaidia kukua kiakili na kimchezo, jambo ambalo lilimfanya kuwa mchezaji anayefahamika na anayehitajika na klabu zenye malengo makubwa kabisa. Lakini kujiunga kwake katika klabu ya Simba Sports Club ni hatua muhimu katika kazi yake. Simba ni moja ya klabu kubwa Afrika Mashariki na barani Afrika kwa ujumla. Hivyo ujio wa Ismail Toure ulilenga kuimarisha safu ya ulinzi ya timu na kuongeza ushindani katika mashindano ya ndani, lakini pia katika mashindano ya kimataifa. Akiwa Simba anatarajiwa kutumia uzoefu wake, uongozi na ubora wake katika ulinzi ili kusaidia timu kufikia mafanikio zaidi, yani mafanikio makubwa kabisa katika klabu hiyo ya Simba. Na kwa ujumla historia ya Ismail Toure ni ya mchezaji anayependa ngazi ya kwa juhudi, lakini pia nidhamu, na ambayo bado ana nafasi kubwa ya kuacha alama katika soka la Afrika kupitia mchango wake ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Mchezaji huyu amesajiliwa katika timu hiyo ya Simba, lakini pia mambo yamekuwa mengi, lakini wadau wamecomment kuhusiana na ujio wa mchezaji huu. Simba wanasajili sasa wachezaji wa kimataifa na sio wachezaji ambao wa hapa. Kiachana na Kibabage aliosajiliwa kutokea pale Singida Black Stars, wamepewa bure kabisa na timu ya Singida, na taarifa zimetolewa na nilishakutolea taarifa hii ya mchezaji huyu wa Singida Black Stars Nixon Kibabage, na leo amemtambulisha mchezaji huyo Ismail Toure kutokea huko nchini Ivory Coast na kuja kutumikia Simba Sports Club kwenye dirisha hili dogo la usajili kwa mkataba wa miaka miwili ndani ya klabu hiyo ya Simba. Ataitumikia hadi pale mkataba wake utakapokuwa umemalizika, lakini pia tutakuja kuzungumza ubora wake na ambavyo mchezaji huyu akicheza katika timu hiyo ya Simba tutaona ubora wake na tutazungumza. Lakini tumsikie hapa Hans Raphael anazungumza na yeye kuhusiana na usajili huu wa Simba. Anatoa maoni yake kuhusiana na usajili huu, utapata kufahamu hasa mchambuzi huyu amezungumza nini. Endelea kusalia hapa ZTV, tunakufahamisha mengi kabisa ya kimichezo. Subscribe bila kusahau kuwasha alama ya notification. Hans huyu hapa tunaungana naye kwa ajili ya kutupitisha kwenye uchambuzi zaidi kuhusiana na mchezaji huyu, lakini pia anakuambia kwamba balaa jipya limeingia katika klabu ya Simba. Tumsikilize Hans Raphael kwenye kikosi. Binafsi sitaki kujua ni nini ambacho Toure atakuja kufanya, lakini kwa taarifa nilizonazo kwenye vyanzo vyangu ni moja kati ya center back wazuri sana wenye experience. Mimi sina shida na kuwa mzuri, lakini Simba bana pale Simba mkuja ma MVPs wa kutosha Mmoja wachezaji wengi wazuri,
Lakini shida inakuja wakifika tu pale vitu vinabadilika. Kuna yule beki mmoja hivi walimtoga Sudan, alikuwa anaitwa nani? Mohamed nani? Yes, Momo Dumbi ni Momo alikuwa Wasala, Momo Wasala. Momo Wasala. Bonge moja la beki. Bonge moja la beki. Amekuja hapa? Kama Mabeki wengine pia wamekuja hapa na wame drop. Yaani unajua mimi moja kati ya vitu ambavyo vilinishangazaga. Yaani Valentino Nauma alitoka kwa sababu gani? Ndio ushangae sasa. Yaani ni moja kati ya kitu cha hovyo nimekiona. Yaani unaruhusu Zimbwe anaondoka, backup yake ni Valentino Nauma naye anaondoka. Yaani na ndio maana ukiangalia upande wao kushoto uko na Mligo tu. Ndio. Wanaenda kuforce vitu ambavyo muda mwingine have make sense. Na Nauma alikuwa anaonesha kabisa kitu cha kuipa Simba labda msimu huu. So tusubiri tuone itakuwaje. Lakini Hansa, hakuna tetesi nyingine ya usajili ili tuondoke hapo. upande wa Simba? No, kokote nchini Tanzania. Nadhani tetesi zipo nyingi lakini wengi wao washatambulishwa. Kwa upande wa Simba nadhani tumeripoti situation iliyokuwepo, bado wako sokoni. Kwa upande wa Yanga nadhani bado kuna addition ya mchezaji mmoja, afu winger, afu midfielder. Yanga wamejipanga. Afu winger, afu midfielder. Yes. Timu nyingi nadhani zimemaliza. Zishamaliza. Okay. Na watu ambao wamekuwa karibu na page yangu ya Instagram nadhani watakuwa wanaelewa. Umeona vizuri sana. Okay.